Sasa wakati tuko mahakamani kabla ya kwenda mahakamani, nirudi nyuma kidogo, naomba mnisamee. Baada ya kufutiwa sheria inasema kifungu cha 17 kinatoa mamlaka kwa msajili, Sheria Societies Act kinatoa mamlaka kwa msajili wa makanisa. Nimeita tu makanisa, lakini Register of Societies ndio jina rasmi. Kabla hajafuta, nimesema awali, kabla hajafuta usajili wa kanisa anapaswa kutoa notice. Na notice ikishajibiwa na nini, ndio anaweza sasa, kutokana na alichokiona mbele yake, anaweza kufuta huo usajili. Kifungu cha 19 cha sheria hiyo kinasema kanisa ambalo limefutiwa usajili linaweza kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa Register of Societies kwa waziri wa mambo ya ndani. Kwa sisi kuna principle inaitwa exhaustion of local internal remedies, kwamba huwezi kwenda kwenye hatua nyingine ya ziada mpaka kwanza umalize ule utaratibu wa ndani. Hata kanisa nafikiri kuna utaratibu kwamba mtu ambaye kunapotokea mgogoro kati ya kiongozi wa ngazi fulani na registered trustees, kama unaenda mahakamani lazima upitie ukate rufaa sehemu fulani. Ukienda kwingine unapigwa pinga kwamba maliza kwanza ndani ndio njoo kwetu. Kwa hata kwenye huu mchakato wa kupambana na kufutiwa usajili unapaswa kwanza ukate rufaa kwa waziri. Kwa sisi tulikata rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani. Nafahamu kama nitakavyoenda kuelezea, hata uongozi kuelewesha ilikuwa shida kidogo, kwamba hivi kweli kabisa unategemea waziri wa mambo ya ndani atasiza rufaa yetu na kutufungulia, wakati mapolisi ni bosi wao, ndio huyo waziri wa mambo ya ndani. Lakini nikawaelewesha kwamba no, swala sio sentiment, swala ni sheria, ndivyo ilivyo. Ukiruka hatua utakwenda kukwama kirahisi. Tukaandika barua ya kukata rufaa, sababu zikiwa hizo ambazo nimejaribu kuzielezea, hizo sitaki kuwachosha sana.